Hello guys, habari za saizi. Mimi naitwa Mfasto the King kutoka Sweden, Gothenburg. Siku leo nimeona ni share kidogo kuhusiana na swala la Skatteverket, ambapo ni mchakato ambao unafanyika sasa hivi wa kupokea barua kutoka kwenye Skatteverket ambao ni shirika inayokusanya kodi kwa wafanyakazi. Hivyo basi hii hapa ni story yangu kamili. Kwanza kabisa nikapata email kutoka Skatteverket, kutoka Kivra, kwamba nimepata ujumbe kutoka Skatteverket. Nikafungua simu, nikaingia, nikakuta kuna ujumbe kutoka Skatteverket. Kama kawaida ilikuwa ni declaration, ambapo tunaweza kusema kwa upande wa Marekani inaitwa tax return. Japokuwa system zetu na za Marekani kidogo zinatofautiana. Nilipofungua ujumbe huo nikausoma taratibu kwa uangalifu, nikabaini kwamba Skatteverket inanitaka nirudishe kiasi cha shilingi kiasi cha krona, ambapo ni hela za hapa Sweden, kiasi cha 5,000 na kidogo. Hivyo basi baada ya kusoma ujumbe huo, kama mwanadamu nilishtuka. Mara nyingi tunapenda kupata, tunapenda kupokea, hatupendi sisi kutoa kwenye mashirika ya tax return. Hivyo basi nilishtuka kidogo, lakini nikasema no, sio mbaya. Kwa upande wa Sweden, kwa kueleza kidogo system inakuwa iko vipi. Mara nyingi kila komini huwa ina kiasi chake, asilimia zake ambazo huwa inachukua kwa kila mfanyakazi. Hivyo basi kila mshahara unapoingia kwenye akaunti yako ya benki, hivyo basi inakuwa tayari wameshachukua kiasi cha asilimia kadhaa. Mara nyingi huwa inachezea kwenye 30, 31, 32, 29 hivyo. Na kwenye kiasi ambacho wakibaini wamechukua kiasi kidogo kwenye idadi ambayo alitakiwa kuchukua kwa mwaka, ndo mara nyingi inahitajikaga mtu aweze kuhenezea kile kiasi ambacho kilisalia. Tulete mfano, kwa mwaka walitakiwa chukua shilingi krona 30,000, lakini wamebaini kwamba mimi nimelipa taxi ya shilingi krona 28,000. Hivyo itanibidi ile 2,000 ambayo imesalia niweze kuirejesha kwenye kipindi hichi ambacho tupo kwenye mchakato huo. Lakini pia wakibaini kwamba umeweza kuchukua kiasi zaidi ya kile ambacho walitakiwa kuchukua, mfano hiyo 30,000 ndo wamechukua, na walitakiwa kuchukua, tuseme walichukua 32,000 na walitakiwa kuchukua 30,000, kwa itabidi ile 2,000 waweze kukurudishia wewe. Kwa mwaka huu wamebaini kwamba Mfasto the King sikuweza kuheneza kiasi ambacho ni asilimia za komini yetu kuchukua. Hivyo basi itanibidi kuweza kuhenezea kile kiasi kwenye kipindi hichi ambacho kwangu imekuwa ni 5,000 sorry, na kidogo. Na kwa watu wengine inaweza ikawa zaidi au chini au hakuna chochote kabisa, lakini kwangu imekuwa ni 5,000 na kidogo. Hivyo basi kwa upande wa Marekani na Sweden huwa ni tofauti kidogo. Kule unakuta mara nyingi unajaza sijui watoto, sijui ufanye nini, sijui hivi na hivi, lakini kwa upande wa Sweden